Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika taarifa yetu hii tunakuletea habari mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile habari za kimataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika ripoti yetu hii ya habari. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi kufuatia taarifa mpya zinazohusu uwepo wa waasi wa M23 katika eneo la Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, takriban wiki mbili zilizopita, waasi wa M23 wanadaiwa kushirikiana na Rwanda walitoa agizo kwa taasisi ya utafiti wa kilimo ya Inera Mulungu iliyoko katika eneo la Miti wilayani Kabare kuondoa mifugo yao katika shamba hilo. Sababu iliyotolewa na waasi hao ni kwamba wanakusudia kumiliki na kutumia eneo hilo kwa shughuli zao. Siku ya Ijumaa iliyopita, hali ilichukua sura mpya baada ya wafugaji kutoka Rwanda kuwasili katika eneo hilo wakiwa na msafara wa malori 6 iliyojaa ng'ombe. Mifugo hiyo tayari imeanza kulishwa katika malisho ya Inera Mulungu, hali inayozua maswali mengi kuhusu umiliki wa ardhi na usalama wa wakazi wa eneo hilo. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa misafara nyingine ya mifugo inatarajiwa kuwasili katika siku zijazo, jambo linaloongeza hofu miongoni mwa wananchi. Wakazi wa eneo hilo wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko ya kudumu katika matumizi ya ardhi na hata muundo wa kijamii na maeneo hayo. Vitendo vya kuhamishwa kwa watu pamoja na mifugo kutoka Rwanda kuingia ndani ya ardhi ya Kongo vimeripotiwa kuongezeka tangu M23 ilipoanza kudhibiti baadhi ya maeneo. Hali kama hiyo tayari imeshuhudiwa katika maeneo ya Nyiragongo, Ruchuru na Masisi mkoani Kivu Kaskazini, na sasa inaonekana kuenea hadi Kivu Kusini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hali hii inaweza kuongeza mvutano wa kikanda na kuhatarisha juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Wito umetolewa kwa serikali ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda haki za wananchi na kuzuia mabadiliko ya nguvu katika umiliki wa ardhi. Hadi sasa, mamlaka rasmi hazijatoa tamko la kina kuhusu tukio hilo, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa ndani na nje ya nchi. Mvutano mkali umezuka katika mji wa Kinshasa baada ya kuzuka kwa mapigano kati ya wanajeshi wa FARDC na askari wa PNC ndani ya manispaa ya Makala. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi, huku wengi wakikimbilia maeneo salama wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa taarifa za awali, milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya maeneo mbalimbali ya Makala, hali iliyosababisha taharuki na kutatiza shughuli za kawaida za wananchi. Watu walionekana wakikimbia ovyo, huku baadhi ya biashara zikifungwa kwa hofu ya kuathiriwa na mapigano hayo. Chanzo cha mapigano hayo bado hakijafahamika rasmi, lakini vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa huenda kulikuwa na sintofahamu au mgongano wa kiutendaji kati ya vikosi hivyo viwili vya usalama. Hali hii imezua maswali mengi kuhusu uratibu wa mawasiliano kati ya taasisi za usalama nchini humo. Mashuhuda wanasema hali ilikuwa ya wasiwasi mkubwa, huku watoto na wanawake walionekana kulia na kutafuta hifadhi. Baadhi ya wakazi wameeleza hofu yao kwamba matukio kama haya yanaweza kuathiri vibaya usalama wa raia na kuharibu utulivu wa jiji hilo kubwa. Kwa sasa, hadi kufikia sasa, mamlaka za juu hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo wala kuthibitisha iwapo kuna majeruhi au vifo vilivyotokana na mapigano hayo. Hata hivyo, raia wameanza kutoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka ili kurudisha utulivu na kuhakikisha vikosi vya usalama vinafanya kazi kwa ushirikiano badala ya migongano. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa migongano kati ya vyombo vya dola inaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi hizo
na pia kuhatarisha juhudi za kulinda amani na usalama wa taifa. Kwa sasa hali inaelezwa kuwa ya tahadhari, huku wakazi wa Makala na maeneo ya jirani wakishauriwa kubaki majumbani mwao hadi hali itakapokuwa imetulia. Tutazidi kufuatilia tukio hili na kuwaletea taarifa kadri zinazopatikana. Katika kipindi hiki cha changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala umeibuka kuhusu umuhimu wa kuendeleza miundombinu ya usafiri wa anga, hususan katika eneo la Fizi. Uwanja wa ndege wa Malinde Airport umetajwa kuwa na faida kubwa za kimkakati ikilinganishwa na ule wa Uvira. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama na maendeleo, uwanja wa Malinde uko katika eneo lenye nafasi nzuri kijiografia, jambo linalorahisisha upatikanaji wa maeneo kadhaa ya ndani ya Fizi na maeneo ya jirani. Hii ni tofauti ya baadhi ya changamoto zinazokumba miundombinu ya usafiri katika Uvira, hasa katika nyakati za mvutano wa kiusalama. Faida nyingine kubwa ya uwanja huo wa Malinde ni usalama wake wa kulinganishwa na maeneo mengine yenye hatari zaidi. Katika hali ya sasa ambapo baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakumbwa na matukio mara kwa mara ya vurugu na mapigano, kuwa na uwanja wa ndege ulio salama na unafanya kazi ipasavyo ni jambo la msingi kwa kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu, vikosi vya usalama pamoja na huduma za dharura. Hata hivyo, uwanja wa ndege unahitaji ukarabati wa haraka ili uweze kutumika kikamilifu. Miundombinu yake imechakaa na inahitaji maboresho ili kuendana na mahitaji ya sasa ya usafiri wa anga. Wataalamu wanaeleza kuwa kuanza mara moja kwa kazi za ukarabati kutasaidia kufungua ukanda huo ambao kwa muda mrefu umekuwa na changamoto za kutengwa kimaendeleo. Wananchi wa eneo hilo pamoja na mashirika mbalimbali wanatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka ili kurejesha ufanisi wa uwanja huo. Wanasema kuwa hatua hiyo itachangia sio tu kuboresha usalama, bali pia kufungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa Fizi na maeneo ya jirani. Katika mazingira haya ya sintofahamu ya kiusalama, uwekezaji katika miundombinu kama vile uwanja wa ndege unaonekana kuwa suluhisho muhimu la muda mrefu katika kuhakikisha mzunguko usalama wa vitu na bidhaa pamoja na kuimarisha udhibiti wa maeneo yaliyo mbali. Serikali bado haijatoa ratiba rasmi ya kuanza kwa ukarabati huo, lakini shinikizo kutoka kwa wadau inaendelea kuongezeka, likisisitiza umuhimu wa hatua za haraka na madhubuti. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakunga moja kwa moja kusikiliza habari za kimataifa kutoka BBC. Karibu. Ni Lebanon kutorejea makwao licha makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa. Maoni mseto yaibuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu serikali ya nchi hiyo kukubali kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Tunashukuru rais kwa sababu inaonekana wazi kama wanaanza sasa kuonesha kama Kongo ni nchi kubwa, nchi yenye inaweza kuwapokea wageni, nchi yenye inahakikisha maisha ya watu, kushimisha haki za binadamu. Nchi ya Kongo itakuwa kama vile ya lala pubele ya kuweza kupokea wale wote wenye walitupiwa katika nchi ya Amerika juu ya maafa ambao walioyafanya kule. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameisifu Angola kwa miradi yake ya kuwatunza wazee, akisema inaonyesha mshikamano wa kijamii nchini humo. Uwanjani, USM Alger Algeria yatinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na beki wa Liverpool Ibrahima Konate asema anakaribia kusaini mkataba mpya na the Reds. Kwa hayo na mengine mengi, usikose kuungana nami Shuaib Ibrahim katika makala ya michezo na wachezaji, muda ukiwadia. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Miambia Hirsi.
Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa njia zote hasa za kidiplomasia zinapaswa kutumika ili kupunguza mvutano kati ya nchi yake na Marekani. Hata hivyo, Pezeshkian ameongeza kuwa Iran inahitaji kuwa makini katika mahusiano yake na Marekani. Alikuwa akizungumza huku Pakistan ikijiandaa kuwa mwenyeji wa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, lakini mpaka sasa Iran haijaonyesha ishara yoyote ya kuhudhuria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa Marekani haijaonyesha nia ya kutatua mzozo huo wa kidiplomasia na nchi yake haitabadilisha matakwa yake. Tofauti na swala la nyuklia ambalo kwa kiwango fulani unaweza kuliahirisha, Irani haikuwa tishio la haraka. Kabla ya vita haikuwa inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa huenda ikafanya hivyo baada ya vita kutokana na uongozi mkali zaidi uliopo sasa. Lakini kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, tayari umefungwa, na kila siku unapoendelea kufungwa au hata kama kuna msongamano mdogo wa meli unaendelea, athari za kiuchumi zinaongezeka kwa kasi. The economic consequences compound. Israel imewaonya watu wa Lebanon wasirudi kwenye makazi yao ya kusini mwa nchi hiyo licha ya kuwepo kwa mpango wa usitishaji vita unaotajwa kuwa dhaifu. Msemaji wa jeshi amesema watu hawafai kuelekea vijiji vya kusini au kukaribia maeneo yaliyo karibu na mto Litani. Ikulu ya Lebanon imetangaza kwamba balozi wa zamani nchini Marekani Simon Karam ataongoza ujumbe wa nchi hiyo katika mazungumzo ya pande mbili yaliyopangwa na Israel. Aidha, amesema kuwa lengo kuu la mazungumzo hayo ni kumaliza uwepo wa jeshi la Israel katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. Zaidi ya raia 200 wameokolewa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uvamizi uliofanyika kwenye kambi ya wapiganaji wa Kiislamu. Jeshi la Uganda linasema waathiriwa hao walikuwa wakishikiliwa katika jimbo la Ituri na kundi la Allied Democratic Forces ADF ambalo ni tawi la kundi la Islamic State. Msemaji wa Uganda amesema operesheni ya pamoja na majeshi la Kongo ililenga maeneo waliko ADF kando na mto Ipulu. Kundi hilo la waasi limekuwa likifanya mashambulizi na linatuhumiwa kutekeleza mauaji pande zote mbili. Shirika la polisi la Ulaya Europol linasema limefanikiwa kuwafuatilia watoto 45 wa Ukraine waliotekwa na kupelekwa Urusi. Shirika hilo lilikusanya ushahidi wa wachunguzi kadhaa ambao walifuata taarifa zilizopo hadharani kwa siku 2. Samia Wami na maelezo zaidi. Inaaminika kuwa Urusi imewachukua karibu watoto 20,000 wa Ukraine tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili miaka 4 iliyopita. Europol inasema baadhi yao wameasiliwa na raia wa Urusi, huku wengine wakiwa katika kambi za marekebisho ya tabia au hospitali za watu wanaougua magonjwa ya akili. Hali hiyo imesababisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC, kumshitaki rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na kamishna wa haki za watoto wa Urusi Maria Lvova-Belova kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Papa Leo ameisifu Angola kwa programu zake za kuhudumia wazee, akisema kuwa ni ishara muhimu ya ubora wa maisha ya kijamii ya nchi. Akiwa katika ziara kwenye makazi ya wazee katika mji wa São Remo ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, Papa alisema kuwa wazee wanapaswa kusikilizwa kwa sababu ya hekima yao. Papa atarejea katika mji mkuu wa Angola, Luanda, kukutana na viongozi wa jumuiya ya Kikatoliki kabla ya kusafiri kwenda Equatorial Guinea siku ya Jumanne. Hiyo itakuwa hatua ya mwisho ya ziara yake ya nchi 4 barani Afrika. Na ripoti kutoka Ethiopia zinasema kuwa kundi la TPLF linapanga kurejesha bunge la kikanda ambalo uchaguzi wake uliokumbwa na utata miaka 6 iliyopita, na hivyo kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hatua hiyo itaelekeza bunge hilo kuchukua nafasi ya utawala wa mpito uliowekwa chini ya makubaliano ya amani miaka 3 iliyopita. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza mwaka 2020 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu nusu milioni. Vita hivyo vilizuka baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na viongozi wa TPLF ambao walikuwa wamelitawala siasa za nchi hiyo kwa miongo 3 hadi pale Abiy alipoingia madarakani mwaka 2018 kufuatia maandamano ya kupinga serikali. Hii ni BBC.
Huyo msikilizaji niambia Hirsi, najua kwamba pia ulikuwa umeipeza sauti yake kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia. Karibu sana, ambia tena kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia ambapo msikilizaji unaweza kuyategea sikio ukiwa nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Classic FM. Ukiwa nchini Kenya yategea sikio kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Milele FM. Huko Uganda ni Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na ukiwa DRC bila shaka matangazo hayo utayapata katika njia murwa kabisa kupitia Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Lakini kumbuka matangazo hayo yanapatikana kwenye FM, tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Na ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook usisite basi kutuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia jioni hii. Tukipata nafasi nasi tutafanya jinsi inavyostahili kusoma maoni yako. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni Victor Kenani, sote tukiwa hapa Nairobi. Karibu Vic. Shukran. Tuanze na Rais Donald Trump ambaye amesema timu ya mazungumzo ya Marekani inaelekea katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kwa duru mpya ya mazungumzo na Iran. Kusitishwa kwa mapigano kwa sasa kati ya Marekani na Iran kunatarajiwa kumalizika siku ya Jumatano. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba kila njia ya busara na kidiplomasia inapaswa kutumika kujaribu kupunguza mvutano na Marekani. Alikuwa akizungumza wakati matumaini bado yapo ya kufanyika kwa duru mpya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, ingawa Iran haijaweka wazi iwapo itashiriki mazungumzo hayo. Nasteha Muhammad na maelezo zaidi. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyotarajiwa kufanyika hii leo mjini Islamabad nchini Pakistan hayajafanyika baada ya Iran kusema hawatahudhuria mazungumzo hayo yanayokusudiwa kutatua mgogoro kati ya nchi hizo mbili, huku kila mmoja akilaumu mwenzake kwa kukiuka mkataba wa kusitisha mapigano uliowekwa wa muda wa wiki mbili. Kwa mjibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai, kwa sasa hakuna mpango wa kufanya duru ya pili ya mazungumzo na Marekani. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, amesema Marekani imeonyesha kutochukulia swala hilo kwa uzito katika mchakato wa kidiplomasia na kwamba imefanya vitendo vya uchokozi pamoja na kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kufikia sasa hatuna mpango wa kuhudhuria mazungumzo hayo na hakuna uamuzi wowote ambao tumefikia hadi sasa kuhusu swala hili. Tumekumbwa na hali ngumu hasa katika mlango bahari wa Hormuz pamoja na kile kinachodaiwa kuwa ni kizuizi. Kwa saa kadhaa zilizopita wameshambulia meli za Iran na matukio hayo yote yanahesabika kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Baghai aliongeza kuwa usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kurejea katika hali ya kawaida kutokana na kile alichokiita hali ya kivita inayosababishwa na ukiukaji wa makubaliano na vitisho vya Marekani dhidi ya bandari na meli za Iran. Alisisitiza pia kuwa Iran haina nia ya kuwa na uhasama na nchi za Mashariki ya Kati, akielezea kuwa hatua zilizochukuliwa katika siku 40 zilizopita zilikuwa ni kujilinda kwa halali dhidi ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israel. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump hapo jana alishtumu Iran kwa kukiuka mkataba wa amani kwa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambaye awali Marekani ilikuwa imetangaza kwamba mlango huo muhimu wa bahari ulifunguliwa na mzozo huo sasa kuanza upya. Wachambuzi wanasema kwamba Rais Trump yuko tayari kuongeza muda wa kusitishwa kwa mapigano, lakini masharti yake dhidi ya Iran ndio tatizo kubwa, wakiongeza kuwa Iran kwenda kwenye mazungumzo hayo kama Marekani imeshikilia meli yao itakuwa ishara ya udhaifu kwa upande wa Iran. Aidha, ameongeza kusema kuwa ni njia moja tu ambayo nchi hizo mbili zinafaa kuzingatia. Hapa anaelezea njia moja ambayo nchi hizo mbili zinaweza kutumia kukutana huko Islamabad ni ikiwa pande zote mbili zitaondoa kizuizi na kufungua mlango wa Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China ametaka mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani yaanze tena kufuatia Marekani kuzuia meli ya mafuta ya Tuska iliyokuwa na bendera ya Iran. Guo Jikun aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China ina wasiwasi na kukamatwa kwa nguvu meli ya Iran na vikosi vya Marekani, kulingana na shirika la habari la AFP. Wakati huo huo, mahakama ya Iran imetangaza kuwa Mohamed Musum Shahi na Hamid Validi wameuawa leo Jumatatu kwa tuhuma za kupeleleza kwa niaba ya Mossad. Taarifa ya mahakama hiyo ilisema wawili hao walikuwa wanachama wa mtandao wa ujasusi unaohusishwa na Mossad. Kwa mjibu wa mahakama, watu hao waliwasiliana na maafisa wa Mossad kupitia mtandao wa interneti na safari kwenda eneo la Kurdistan ya Iraq kabla ya
kurejea nchini baada ya kupatiwa mafunzo ya operesheni za kigaidi na vitendo vya hujuma. Shirika la People la Mujahideen la Iran lililaani kunyongwa kwa wanachama wake wawili na kukiita uhalifu wa kinyama, ilisema Hamid Validi, mhandisi wa ujenzi mwenye umri wa miaka 45, na Nima Shahi, mfanyikazi wa kiufundi mwenye miaka 38, walikamatwa mjini Tehran tarehe 13 mwezi Mei mwaka jana pamoja na jamaa zao na kufanyiwa mahojiano pamoja na mateso. Katibu wa Baraza la Kitaifa la Upinzani la Iran alitoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kimataifa kuchunguza kesi hiyo. Mashirika ya haki za kibinadamu na wanaharakati wa kiraia wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la hukumu za kunyongwa, hasa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wanasema mchakato wa kesi na utoaji wa hukumu hizo unakiuka haki za binadamu na kwamba Iran inatumia ongezeko la kunyongwa kama njia ya kukandamiza upinzani na kuleta hofu miongoni mwa umma. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Iran imesema kuwa itajibu kitendo cha Marekani cha kuikamata meli yake kama anavyoeleza Igan Sala. Mlioko kwenye meli ya Tosca, ondokeni kwenye chumba chenu cha engine. Tuko tayari kuwashambulia kwa moto wa kuzuia uwezo wa chombo chenu kufanya kazi.